Wapenzi watazamaji, karibuni katika Mtatuzi Online Learning Program. Siku leo, kabla ya kuendelea na somo letu, nilikuwa napenda kama hujasubscribe katika channel, hakikisha unabonyeza alama ya neno jekundu lililoandikwa subscribe na kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa unapata taarifa ya video zetu mpya tutakazokuwa tunaziweka kuhusiana na masomo mbalimbali. Bila kupoteza muda, ngoja tuende tukasome. Leo tutaenda kuangalia figures. Katika figures tutaenda kuangalia areas and perimeters. Areas and perimeters, haya ni area ni maeneo and perimeters ni mizingo. Kwa hiyo tutaenda kuangalia vitu hivyo, na nikisema figure na maanisha maumbo. Sasa figure namba 1 ambayo tunaenda kuanza nayo leo inaitwa rectangle. Rectangle huu ni mstatili kwa Kiswahili. Rectangle ni mstatili, na mstatili kama ulivyo hapa sema consider the rectangle ABC below. Umepewa rectangle hapo ABC. Hii rectangle inaitwa ABCD. Rectangle jinsi ilivyo, sifa zake ni kwamba refu mbili, kunakuwa na pande mbili zinatazamana. Zile pande zinazotazamana zile, urefu na urefu unakuwa sawa na upana na upana unakuwa sawa, na ndani ya rectangle kila engo humu ni right angle. Umeona, hii ni right angle, hii ni right angle, hii ni right angle, hii ni right angle. Kwa hiyo ndio sifa ya umbo la mstatili. Kwa hiyo urefu na urefu unafanana, upana na upana unafanana, upana na upana unafanana. Sasa hapa tunde tukaangalia jinsi gani ya kuweza kutafuta area ya rectangle kama jinsi inavyoonyesha formula hapo, kwamba kabla hujatafuta area lazima ujue formula. Formula yake ni nini? Tunasema kwamba area is equal to length times width. Area ya rectangle yoyote ni length times width. Na ukiambao utafute perimeter maana yake ni mzunguko wa hii rectangle au urefu wa hii rectangle, endapo kama itakunjuliwa hii rectangle itakuwa na urefu kiasi gani. Kwa hiyo ili kuweza kutafuta urefu kwa ufupi au perimeter, tunasema ni sawa na perimeter is equal to 2 times in bracket length plus width, or sometimes you can say perimeter is equal to in bracket 2 times length plus 2 times width. Why? Kwa sababu perimeter ni sawa na kujumlisha, ukajumlisha ya hapa, ukajumlisha ya hapa, ukajumlisha ya hapa, ukajumlisha ya hapa. Kwa hiyo ukapata urefu wa umbo zima ni kiasi gani, au total length of this figure is how much if you add all this side. But shortly, to make it simple, we just use the formula. We say perimeter is equal to 2 times length plus width times 2, or 2 times length plus width in bracket. So if you take the length here and you plus with width and then you times by 2, then you times by 2, you will get the perimeter. Also, when you take length times 2 plus width times 2, also you will get the total length of this figure. So that is perimeter ya hiyo figure. Kwa hiyo hizi ndio kanuni zitakazo kuwezesha kuweza kutafuta area au perimeter ya rectangle yoyote ile ambayo utakayokuwa umepewa. Sasa tuangalie mfano. Hapa tunapewa mfano, wanasema kwamba find the area and perimeter of the rectangle below. You are given a rectangle, you are told to find the area and the perimeter of this rectangle. As you see, the figure there is very clear. You have given a length which is 14 cm and the width of this rectangle is 7 cm. So now how do we find the area first? Solution. So we write solution there. As you see in solution, you are given, write what you are given from the figure. You are given length which is equal to 14 cm and width which is equal to 7 cm, and you are asking first to find the area. So how do we find the area and what the perimeter? So you are asking to find the area. So first we will find the area. So we recall back from the formula of finding the length of rectangle. So we say that area of any rectangle is equal to length times width. So now you just substitute what you are given from the figure. You are given the length, you are given
width. So the length here is 14 centimeter and the width here is 7 centimeter. So therefore the area of this rectangle is 98 centimeter square, as you see there. So therefore area of rectangle is 98 centimeter square. That is in case of area. For the case of perimeter, you recall also back from the formula of the perimeter. We say that perimeter is equal to 2 times in bracket length plus width. So therefore, so now we are substituting what we are given from the figure. This is equal to 2 times you are given length from the figure and also are given width. So length plus width is 17, 14 plus 7, you will get what? 21. So now first you have to open the blanket and then you multiply. So open the blanket first by adding, and then after adding then come to multiply with these two. So it will be 2 times 21 centimeter, which is equal to 42 centimeter. Or alternatively you can use this another formula, which is the perimeter is equal to 2 times length plus 2 times width. So therefore length you have, width you have. So now it will be 2 times 14 is equal to 28 plus 2 times 7, which is equal to 14 centimeter. So therefore you have to find the total. You take 28 centimeter plus 14 centimeter, which is equal to 42 centimeter. So therefore the perimeter of this rectangle is 42 centimeter. So therefore this is the perimeter and this is the area and the perimeter of this figure. As you see there from the solution, it's very clear and it's very simple. So if you master the formulas of this figure, I think you will be able to tackle any problem concerning with rectangle, concerning the area and the perimeter. So the procedure are the same. So what is your task now is to make sure that you memorize the formulas for area and the formula for perimeter, and to know how to use them to find the area and the perimeter. So make sure that if you have not subscribed to this channel, make sure you subscribe, and if you like the lesson, make sure you comment down there and you press the like button. Thank you very much for listening and have a nice day.